nobody can say no. When Jesus says yes, nobody can say no. When Jesus says yes, nobody can say no. Paulo na Sila waliomba, Paulo na Sila waliomba, milango ya Yesu ikafunguka, milango ya Yesu ikafunguka. Na sisi Mary Joy tumeomba, na sisi Mary Joy tumeomba, milango ya gereza ikafunguka, milango ya gereza ikafunguka. Na sisi Mary Joy tumeomba, na sisi Mary Joy tumeomba, milango ya gereza ikafunguka, milango ya gereza ikafunguka. Na sisi Mary Joy tumeomba, na sisi Mary Joy tumeomba, milango ya gereza ikafunguka. When Jesus says nobody can say no. 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 Nobody can say no. Nobody can say no. Hey, talk to me. Watu wangu wameingia live kweli? Au watu wamelala? Tuko live. Wameingia sasa. Kuna watu 195. Sawa, watu wako sawa? Yeah. Lovely. So, good evening everyone. Na wasalimu sijui jana lugha Mombasa lakini Kimombasa. Assalamu alaikum. Sawa. So this evening tuko hapa. We are thanking God because of the miracle amefanya. Because of our brother over here, kijana wetu. Mary Joy, the country. Watu wengi wamekuwa kiomba familia. Bibi yake ambaye ni msichana mdogo hapa. Tunamuona sasa yangu hapa. Chapat, bibi yake ako hapa. I need first of all to thank God. I need to thank the group of Mary Joy, not forgetting the director of the school, not forgetting also the judiciary, not forgetting the police officers. Ambao tumekuwa tukifanya kazi na wao, not forgetting colleague wa Mr. Raija. And I keep telling you and I want to tell you today that leo ni ndugu yako, kesho ni dada yako. No matter what you are doing, and I keep telling you, usifanye kazi if you are police officer over there, if you are in judiciary, if you are wherever you are, fanya kazi bila kuogopa. The only person unafaa uogope ni uogopa Mungu. Huyu kijana tunafanya uchunguzi, hatutaongea mengi maana kesi inaendelea. But the reason we are doing this is because we've had already mkiangalia huku Shimo la Tewa tuko na so many and all over in the country. Tuko na watu wengi sana ambao wanaumia who are suffering and they are innocent. So it is good always. I request our media friends, I request police officers, I request other investigators from government and private. When you're reporting a matter, can you always make sure report ile kitu inafaa? Can you always make sure umepeana information imetosha? Because as an investigator, as a journalist, you are not supposed to report a case before you investigate and you confirm. I am proudly talking here as a detective, and I'm not just a detective in Kenya, a top woman detective in Africa, and globally recognized in the world. Because I did the investigation, and I'm happy that I've been able to tell Kenyans, to tell the world. So in case if anything happens, I know the enemy of Jalala, Madui wa Jalala, nasikia hata kuna wengine walikuwa wanajaribu kuandika affidavit leo, madam fulani huko wa traffic kujaribu kuokoa kijana atoke. But at the end of the day, as far as case inaendelea, he is not guilty until proven guilty by the court. So Elijah, tunakukaribisha na watu wako wa shule. Me, I bought something small for him. Sababu nilifikiria huyu kijana mimi siko nilisema maraka mimi siko najua kijana, but kesi yake ni kesi imefanya nidhireteniwe. Mimi mwenyewe nimetishwa maisha. Watu wengine funny chip coward wananilocate kwa simu, wanafuata na lala wapi. But me, I don't get threatened. Ile threat mlijaribu 2019 it never worked. The only person who threatened me in my life is God. Nikifanya kazi sitisho na binadamu. Mmoja kutishatisha watu. You stop threatening people, you stop intimidation, mwache kumislead the court. The judiciary I know is working hard. We have good police officers in this country. Stop kutumia madaraka vibaya, manake kesho you don't know.
huyu Mr. Rais hapo ako na bibi mdogo atakuja upate mtoto, na huyu mtoto never know kama atakuja awe kwako ama ole kwako. Kwa hivyo ukiharibia mtu jina, tafadhali ukijaribu kusinzia mtu because you are greedy, calling yourself names, unasema ni pastor na ile vitu inafanya watu watorokee Mungu, tafadhali ni makosa. So in short, I'm trying to tell my followers, I'm trying to tell my viewers, niliamua kubaia kijana zawadi, maanake mimi simjui, nimemjua juu ya hii kesi. Zawadi ambaye mimi mwenyewe secretary ya pahali niko andi, mimi naogopa Mungu. So tatakiwa nyumbani na bibi yake kitu kila usiku kabla lale anashukuru. I may be a good investigator, but bila Mungu I'm useless. It is because of my faith in God nimefanya hii kesi na tumeomba Mungu, maombi yetu tunafanya tubarikiwe. So mimi nimembaia Bible hapa. Sasa kuna mambo tuambie Mungu asante. It is the word of God na ni kitu nataka kila siku ukilala ukiamka. I think I can show my followers. I bought him this as a gift. Ndio awa ana seek the word of God, because even if you have money, even if you have what, you can't do anything. Kwa hivyo hii Bible inatu guide on the word of God, na ndio imekuwa ikinisaidia na maombi na kuamini Mungu. So this is a gift for me. I think I'll also tell the manake tuna time na baadaye mnaona ni late. Tumekaa hapa kutoka asubuhi. After tulikuwa wengi wengine wameenda. I'll also request maybe Mr. Kimani just to say a word. Tuambie Mungu asante. Hata hiyo simu sijui nani wanapita sasa hivi. Wewe kama ni follow wangu unanipigia simu, acha michezo wewe. Acha kuharibu live video. Sawa. This is the release order. I can show my endelea tu. Ningependa kusema Shukrani sana. Nakuwa released, it is signed. Na Mungu amekuwa mwema. Shule imepigana hiki na Mungu, tutangulia Mungu, kila kitu kitakwenda sawa kwa ajili Mungu hana wakili. Mungu ndio wakili wetu. Yes. Na Mungu ndio atatupigania mpaka dakika ya mwisho. Kama tunaamini Mungu. Yes. Amen. So, Elijah, please, I know you are spiritually down. By the way, sorry, najua followers wengi naona wakiniuliza hapo live. Elijah ni nani? Elijah ndio huyo kijana. Wapi sanitizer? Nilikuwa nimesema watu wakuja na sanitizer. Ndio ule kijana ambaye alikuwa jana gerezani. Ndio sanitizer kidogo. Maybe you can tell our viewers, what our viewers wameplay a lot of parts na watu ambao wana siku nzuri. Ama akiongea tu watu wasijali. Inaweza kuwa labda tutapata you can say a word. Karibini kidogo, manake nasikia sauti yake hajakuwa akikula, hata umeona amekonda yake. Amen. It's okay. Sorry, Elijah. It's going to be okay. It's going to be okay. Nani alikuwa mwalimu? Kuna mtu alikuwa anaongea? Ama tumalize? Award. Is this something? It's okay. So, anyway, because of time, I want to thank my viewers. I want to thank my followers. Once again, I'm thanking the police officers, the one I've been working with, the Kenya Human Rights, the people I've been working with. I need to thank also the media. The ones who were approached na wakaambiwa run story na wakakata because walikuwa hajafanya uchunguzi. I'm thanking you. I want to thank also the police officers waliokuwa tumike kwa kesi wakakata. So hata tukisema polisi ni wambaya anataka kuwakataza leo, not all police officers were bad. Tukisema ni kweli ama ni uongo? Tukisema judiciary ni mbaya, not all the judiciary that is corrupt. Tukisema kuna watu wambaya, si kila mtu mbaya kwa serikali. So I want to ask the Inspector General of Police, can you kindly take action against police officers who are misusing madaraka? I want to talk to the media houses, the CEOs, the directors of all the media houses in this country, for us to trust you, the trust that you have in Kenyans. Can you take action by giving a suspension to the journalists who have been mentioned today
2019 and any other time for being given money, for being compromised and tarnishing the name, good image of your media house. Because not also the journalists who are very bad. Because niko na journalists walikuwa approach wafanya hii story wakakataa. Niko na media, niko na police officer walikuwa approach wakakataa. Kwa hivyo tuache kusema askari wote ni wambaya. Mimi mwenyewe am an investigator, am a detective na ninajua nikisema hivyo. So I want to thank you all of you for being there for me, for praying for this young man. Imagine angalia ni kasichana kake ni bibi yake ni msichana mdogo hata hajapata hata mpaka mbegu ya kwanza. Sasa mlikuwa mnataka ende akarotie jela for what jamani? So we pray for each other. I want to turn my page very soon to be a TV channel. Because I want to be telling Kenyans, I want to be telling Africa, I want to be telling the world what people hide from you. The truth but people hide from you. The doctors ambaye wanakataa kutumika. The pilots, the drivers, anybody, hata kama ni mkulima, hata kama ni askari wakishika mlango, hata kama wewe ni mtu wa bodaboda, usikubali kutumika kudhulumu binadamu. Ile kitu wewe mwenyewe hautaki kutumika ukifanya, usifanyie mtu mwingine. I love you so much and I still want to tell you I am not afraid of anything. The only person who threatens my life is my God, because mimi wakati Mungu aliniita nifanye hii kazi niliitika. Kwa hivyo hizo matisho na hizo mamiti nasikia mko nazo saa hizi usiku, muache juu hakuna pahali mtaenda. Tuko na evidence ya kila kitu, tunangojea tutai usaidi kotini, but the same way mlienda mkaambia wananchi uongo, na sisi tunasema tutumie mtandao kuambia wananchi ukweli. Thank you so much and God bless you. Sawa. Mmepea hiyo picha hiyo basi ya Joy, Emery Joy. Tuombe. I think tunafaa tuombe. Can you help one of the teachers lead us to the word of prayer, kindly? Madam Jane. Let's Jane is the... Yes, let her please lead us to the word of prayer. Na tushukuru Mungu. Huyu hata amepiga magoti na sisi ati anaokoka, lakini ni sawa ama namna gani? I think he's feeling it and he want to thank God. So teacher Jane, tuombe. Father, I want to bless you today. I want to thank you for the gift of life. What you've done for us, Father, we have to watch. But you're saying thank you. Thank you for the gift. Thank you, Father, because you've done marvelous work in us. Amen. Twende nyumbani salama na mkilala mshukuru Mungu na mkue kiafu. Mjue tu ya rali, si kweli? Arija hata usikule chakula ovyo ovyo. Unaona mtu anakutuma jera, huyu ni mtu akipata nafasi anakuua ama namna gani? So let us be careful wherever you are, whomever you are talking to, na mshukuru Mungu maana ni nguvu ya Mungu ama namna gani? Sawa, thank you very much. May God bless you and I love you my great followers, the ones who are alive. Please, if you feel that tomorrow what I'm talking about is something that can happen to you, share that video, talk to someone over there, comment, give your opinion. We have so many innocent lives rotting in jails. The fact means 2019 tulijaribu kunifixa Karemewa, Mungu alinipatia kazi moja ambaye ni kupigania oppressed na wanyonge na sitasimama imara. Asanteni sana. So guys, can we leave? Mimi mwenyewe hata lazima simu, najua kuna watu wananifuata saa hizi. God bless you, madam.